Yo, mambo vipi? Kama kawa, kama dawa za kazi 255 Gold FM Kahama. Tuko Rock City Mwanza kwa ajili ya miaka 30 ya game ya Bongo Flavor. Niko na mkubwa wa kazi. Waje Lord Eyes. Kwema ndugu yangu, mambo vipi? Kama kawaida. Kama kawizi. Bana, sisi tunatoka Kahama. Gold FM iko Kahama. Najua tuko kanda ya Ziwa of course kwa sababu ya miaka 30 ya game ya Bongo Flavor. Lakini historia inatuambia kwamba ukitoa Rock City Mwanza, Kahama ni moja kati ya sehemu ambayo imecontribute kwa kiasi kikubwa sana kwenye mapambano ya kuipeleka game ya Bongo Flavor mbele. Unaposikia Kahama, nini ambacho wako nakikujia kwenye fikra yako mara zote, na ni kwa namna gani imetengeneza historia katika safari ya muziki wa Lord Eyes? Okay. Zungumzia Kahama, nimefanya show labda mara 2 labda 3 katika career yangu, lakini huwa naijumuisha pamoja na kanda ya Ziwa, hii kanda ya Ziwa yote. Nikizungumzia labda hiyo Musoma, Shinyanga, Geita, Kahama, Mwanza yenyewe, Bukoba, si ndio? Kwa hiyo kanda ya Ziwa ni ngome ya hip hop. Ndio maana imehusika kwenye kuchonga, na umeona imekuwa ni kanda ya pili baada ya kanda ya Dar es Salaam. Tumekuja kanda ya Ziwa, tutaenda kanda ya kati, ili tuende kanda kaskazini. Kwa hiyo niwapongeze tu kanda ya Ziwa nzima kwa ujumla, hiyo ikiwepo Kahama ndani na Mwanza General, kwa support kubwa, kwa upendo na ile realness, na kuwa kati ya kanda zenye maamuzi Tanzania. Unajua kumekuwa na mijadala kwa miaka mingi sana. Baadhi ya wadau wanasema kwamba bana, Arusha ndio kanda ambayo imeisimamisha hip hop. Kuna baadhi ya wadau wanakuambia Mbeya bana ndio kanda ambayo imesimamisha muziki wa hip hop, lakini kuna wana wanakuambia kanda ya Ziwa ndio ambayo imesimamisha hip hop. Of course unatokea Arusha. Una nini kwenye comment ya huu mjadala ambao umekuwepo kwa miaka mingi sana? Nafikiri huo sio mjadala, labda mnajiendesha tu. Kizungumzia hip hop Tanzania, inajulikana ni kanda kaskazini ambayo ni Arusha kwenye hip hop. Nitaji pakulia minyama hapo kidogo kwamba nikiwa mimi pia ni mhusika mkuu wa huo mjadala, kwamba unaposema hip hop iko Arusha, namba 1 niko hapa. Kwa hiyo ni kweli Mbeya ni ndugu yetu, Arusha ni mkoa wa hip hop. Yes, of course. Lakini ndio hivyo, hip hop utatoka Arusha, utaenda Mbeya, upite Mwanza, ndio uje Dar es Salaam. Sawa kabisa. Wanasema mshika mawili mmoja umponyoka. Mzee wangu unashika end to end soldiers, unashika weusi, na hamna hata moja nalokuponyoka mzee wangu. Kwa sababu naona kuna project za end to end soldiers ambazo zinaendelea kutoka sasa hivi, lakini pia project za weusi zinaendelea kutoka kama kawaida. Unaweza vipi kugawa muda wako kwa project za end to end soldiers, project za weusi, lakini project zako as a solo artist? Hizo ni kampuni 2 ambazo tofauti, lakini zinategemeana. Hakuna weusi bila Nako Tunako. You know what I'm saying? Kwa hiyo sio shida zetu, manake ukiangalia weusi ni solo artist 5 ambayo River Camp Soldiers na Nako Tunako Soldiers zilishikana pamoja na kuanzisha kampuni inayoitwa Weusi kwa ajili ya kutanua mbawa, lakini sio kwamba kuzuia kazi za end to end. Ndio maana end to end ipo. Unaponiona mimi unaiona Nako Tunako, unapomwona jinako unaiona Nako Tunako. Kwa hiyo ni group of companies. End to end ni jeshi, weusi ni kampuni. Mimi naenda kama freelancer ama kiongozi. Ndio maana napiga ile Nako ni tempo kama Shaolin, Wu-Tang Clan, weusi VL zote za kwangu claim. Sioni haja ya vita, ni kujikata pain. Sioni chuki za nini, kata complain. So hapo umesema kwamba weusi ni kampuni ambayo kuna watu 5 ndani yake. So kwa mtu yote anafahamu kwamba hao watu 5 tutamzungumzia Lord Eyes, tutamzungumzia Jinako, tutamzungumzia Mheshimiwa Nick wa Pili, tutamzungumzia Joe Makini, tutamzungumzia Bonta Maarifa. Lakini sababu ambazo pengine watu wengi tunazifahamu kwamba hivi karibuni kazi nyingi za weusi zimekuwa zikitoka zikijumuisha watu 3, kwa maana ya wewe, Joe pamoja na G, sio? Nick wa Pili watu watakwambia bwana kwa sababu ya majukumu ya serikali na nini. Bonta ni mtu ambaye Kahama ni moja kati ya sema ambayo yuko muda mrefu sana. Unaweza kutupa sababu ya nini ambayo inasababisha kwamba Bonta katika kazi nyingi za weusi anakuwa hayuko ndani yake?
ni program tu, strategy na hiyo nafasi. Bonta yuko saving the country akiwa kama dokta wa mkoa, si ndio? Kwa hiyo anahudumu kupitia njia ya udaktari, si ndio, ya kuokoa maisha ya watu, si ndio? Kwa hiyo anahudumu kwa taifa, na ndio maana siku zote utasikia weusi mtu tano center half. Sasa hivi Nicky serving the country kama mheshimiwa akihudumu kwenye wilaya ya Kibaha yenye majimbo mawili, ambayo wilaya yenye viwanda vingi zaidi Tanzania. Kwa hiyo serving the country, na bado umemwona, by the way, happy birthday to him. Birthday yake iko jana, kwa hiyo bado anaendelea kucelebrate, na ametoa mashine, amemshirikisha stereo na warawara na T-Touch, inaitwa Umumu, kali sana. Ndio. Kwa hiyo namna hivyo ndo tunafanya kazi, sababu hatuko ndani ya box. So tuko Mwanza kwa ajili ya miaka 30 ya game ya Bongo Flava. Watu wamependa sana the idea walioleta, kwa maana ya Madi, Faridi Kubanda na wengineo ambao wako kwenye timu ya maandalizi. Lakini watu wamependa zaidi kuona kwamba baadaye bana, unajua ni kitu ambacho wengi walihisi akiwezekana kwamba bana, wale wasanii ambao watu walihisi kwamba sasa hivi, unajua sasa hivi kumekuwa na festivals na concert nyingi ambazo zinakuwa za bure kiingilio, ama kiingilio shilingi 5,000 ama shilingi 10,000. Sasa hivi event ya Wachonga unakuta kiingilio shilingi 50 milioni, yani iko juu pale, lakini tiketi sometimes zinakuwa zinatangazwa kwa sold out kama ilivyokuwa Dar es Salaam na hata ambavyo inatangazwa hapa Rock City Mwanza. Inakupa tafsiri gani kwa muziki wa Wachonga barabara? Kwamba muziki wa Wachonga unaishi, utaendelea kuishi, na ni kizazi ambacho labda kitoka kijirudie tena. Kwa hiyo niwapongeze wadau, waandalizi wa Tanzania na mashabiki kwa ujumla na media houses kwa jinsi ya kusupport na kulitambua hilo, na nafikiri hapo hatuna mjadala. Tumeshaona na tumekuwa tukiona, na iona sasa hivi piano iko mtaroni, inavyoweweseka iko mtaroni, kwa kifupi ipo mtaroni. Sasa mtaro, na kuna mvua ilinyesha juzi, hayo maporomoko sijui wako kwenye poromoko gani sasa. unajua wazea waita wa SA, tunawaambia imetosha sasa, wasije wakapishana na watu. la nyongeza hili ya mwaka jana kwenye moja kata mikutano ya kisiasa, si ndio, Mheshimiwa Kinani kiongozi alisimama pale bana, akapiga ile verse kwenye ngoma hawatuwezi, mitambo yangu fati au isabati, sai tofauti ndio zinateka kwenye chati, wengine wanatamaki, wengine wanaamaki, ibiti ya P-Funk na itambalia kama staki, check ninavyotembea, check ninavyoenea, check makik na self, check wanavyonielewa. Ile nakupa picha gani kuona viongozi kwenye serikali, lakini ngoma kama hawatuwezi na ngoma zingine za end to end soldiers zinabaki katika mioyo yao? Inanipa faraja, na pia ni funzo kwangu na kwa tasnia nzima, kwamba wasanii tuziheshimu na tuzizingatie kalamu zetu, kwa sababu kama hip hop ni maisha, hip hop ni knowledge, au sio? Inabidi hayo mashairi yaishi na watu, yaongoze watu, yawalinde watu na yawaburudishe watu, yawafunze watu. Kwa hiyo pale anapopiga vile inanipa mimi changamoto kwamba ninafaa niandike nyingi kama zile, manake saving. Umemwona Kinani kiongozi, shout out, mtumishi wa wote, anafanya kazi kubwa sana katika taifa hili la Tanzania. Amepitia nafasi tofauti za uongozi, lakini siku zote amekuwa ni top notch, na namuona akija kuwa kiongozi kubwa sana Tanzania. Nilipenda kuona anapita na ile mistari, yani enjoy sana. Yes, mimi pia na amekuwa akifanya hivyo mara 2, 3, 4. Hiyo inamaanisha tuheshimiane. Sisi ngoma zetu zinafika kwenye jamii. Baba tuheshimiane. Hatari. Mkubwa wa kazi bana, chochote cha kumaliza kwa washikaji ambao wanatutazama kupitia God FM. Naambia shout out, mwezi wa 8 ni mwezi wa hip hop. So happy hip hop month. Black August, si ndio? Tena kama tena N20 is back. Our Hemi volume 2 imekwisha nayo hapa. Kwa hiyo anytime soon, mbele ya muda hiyo hapo inapatikana
tunapatikana all digital platforms. Mkitekwa si wakomboi, muwe macho, mstufate alafu baadaye ndo si tunacho. Kinacho siku hizi ni kikulacho, fagio la chuma linasafisha kunako, ndimi mbili asifanyi kazi kwenye haso, papaso yo papa yetu sio yako, umimi peleka kwenu sio nako, nachoka mimi baba yenu. Ladies and gentlemen, mimi natoza kazi 255. Ciao mazee.